ziko nchi ambazo zimechezea miungano yao, tumeshuhudia hatima yake. Kwa mfano Sudani na Sudani ya Kusini, miongoni mwa nchi ambazo ilikuwa nchi moja, leo hali ya Sudani ya Kusini na Kaskazini na Sudani yenyewe sote tunaiona. Mfano Eritrea na Ethiopia zilikuwa nchi moja, zimeenda kuingia kwenye vita yenyewe kwa yenyewe kwa migogoro ya mipaka. Leo kuna vita ya Ukraine na Urusi ambazo zilikuwa ni nchi moja. Kweli sio kweli? Kwa hiyo wale tukauliza wanaweza kusema kweli. Sisi kwa sababu hatujategana tunaweza tukabishana tukasema sio kweli bwana. Sisi asili yetu ni usalama na umoja katika nchi hizi. Lakini wengi wanasema ukiona vinaelea ndio vimeundwa. Na bila amani hakuna kitu chochote. Leo hii tunajivunia nyinyi waandishi wa habari na uhuru wa kusema ni kwa sababu ya amani iliyopo. Na amani hii msingi wake ni muungano. Hivyo na kila wajibu wa kuhakikisha kwamba mnadumisha na shirika la kudumisha muungano wetu ili amani iweze kudumu na shughuli zenu za maisha yenu pamoja na vizazi vijavyo ziweze kuendelea. Ndio ushiriki wa vyombo vya habari katika kubomoa amani za nchi zao. Viko vyombo vya habari vya nchi mbalimbali ambao vilitumika katika kupeleka taarifa zenye kuleta mgawanyiko miongoni mwa wananchi. Viko vyombo vya habari vilianza kuzungumzia uchonganishi kati ya makabila na makabila, kati ya dini na dini, kati ya maeneo na maeneo, kwa kudhani kwamba wanapendelea maeneo wanayotoka, ulini wanazotoka au makabila wanayotoka au rangi wanazotoka. Na hatima yake ikasababisha mauaji na machafuko katika nchi zao. Viko vyombo vya habari vilikuwa vinaeneza taarifa za uongo, zinapika taarifa, zinachochea vurugu. Na mfano hapo jirani zetu tu hapo yaliyotokea Rwanda, tunajua mchango wa vyombo vya habari. Nisisitize kwenu na kwa Tanzania kwa ujumla, kwa vyombo vya habari vinao pia wajibu wa kuzingatia maadili, sheria na taratibu zilizowekwa chini ya ibara 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 77. Inasema kila mtu ana haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila kujali mipaka ya nchi. Ukisoma hii ibara hii pekee unaona uhuru mpana usiokuwa unaonekana kama hauna mipaka hiyo. Hata hivyo tafsiri sahihi ya katiba ni kwamba kifungu chochote kile cha katiba ni sehemu ya vifungu kadhaa vinavyohusiana ambavyo ukiviangalia kwa pamoja utapata maudhui ya kila kipengele. Kwa ndugu wanahabari, huu ndio mpaka muhimu wa kuzingatia katika utendaji wa kazi zenu. Mpaka huu pia unasisitiza kuzingatia ibara 19 ya mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia kisiasa, International Covenant on Civil and Political Rights, ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeridhia, ambao unasisitiza kuwa tujiepushe na ushabiki, kuonea watu na kuandika habari za uchochezi. Wanasema Zanzibar bila ya muungano tungekuwa na vurugu. Lakini vile vile hata bara bila ya muungano vile vile kungekuwa na vurugu. Mfano mmoja, zamani zilikuwa zikitokezea vurugu, watu wanakimbilia Tanzania bara. Mheshimiwa Muhammad Rashid Shahidi anajua vizuri sana. Kuna viongozi wazito hapa, vurugu ya Zanzibar anajichimbia bara, miaka 2, miaka 3 haguswi na mtu. Je, tungekuwa hatuna muungano angekimbilia angekwenda Kenya? Kenya wao wenyewe taba. Lakini juzi imetokezea vurugu Tanzania bara, watu wamekimbilia Zanzibar kujificha. Hiyo ndio moja katika faida ya muungano. Kwa hiyo huu muungano kuendelea kuimarisha vile vile ndio salama yetu. Vyombo vya habari vya Tanzania mmelaumiwa sana na mataifa ya nje. Hamtoi taarifa, hamtoi, yani wanataka sasa nyinyi mwende mkaseme watu wangapi wamekufa. Jamani, sio kila kitu tunachokisema kinaleta tija. Sio kila kitu tunachokisema kinaleta tija. Leo tulikuwa tunarushiwa katika mitandao
vurugu za nchi nyingine, alafu zile zinawekwa ni idadi ya vifo vilipotokea Tanzania. Na kwa bahati nzuri wakati wa kukata zile picha wamesahau mpaka plate number za magari. Leo plate number za magari ya nchi nyingine zinakuja kuhusishwa na vurugu za Tanzania. Vyombo vya habari nasikia sana, mmelaumiwa sana. Vyombo vya habari hasemi, usikiwa mizikwa midomo. Hakuna. Sisi tuna sera yetu ya umoja na amani na utulivu. Leo mkisema kwamba leo sijui watu wamekwenda kufanya nini, leo kama mngetangaza vituo vingapi vya polisi vimevunjwa, vimechomwa moto, gari ngapi za serikali, ofisi za serikali za mitaa, kama mngelikuwa mnasema kila kitu, mngelitoa taharuki kubwa kwa taifa. Ilieleza faida ya sasa hivi kuwa na Rais Mama Samia na Dr. Hussein. Ni vijana wote hao ndio hao walikuja baada ya mapinduzi. Tanganyika na Unguja ni nchi ndugu. Tunashirikiana kwa historia, lugha, siasa, mila na tabia. Udugu baina ya viongozi wote wa vyama viwili. Hapa bado muungano. Hapa anazungumza na bunge kurectify. Vyama vyote viwili haujaanza jana. Udugu baina ya vyama viwili haujaanza jana. Vyama vyote viwili ni vyama ambavyo tuna udugu navyo. Basi tunazo sababu zote za kufanya tuungane, tuwe kitu kimoja. Sisi jamani kama wahariri tuweke ile suala la communication through change. Kadiri tunavyowatuma reporters wetu, kadiri wanapokwenda kuandika, kadiri wanapotangaza, basi hiyo ni katika kuleta mabadiliko. Na mabadiliko watu wana concept tofauti kuhusiana na suala la muungano. Kwa hivyo hizi concept ambazo wanazo ambazo ni very negative, tuziweke sisi katika positivity ili public au society yetu iweze kujua sawa sawa.